Kinondo. Sasa aliyeniuzia ni Juma Salumu Ali, na hii dokumenti ya makabidhiano ilisainiwa na mjumbe wa serikali ya mtaa anaitwa Abdalla Ramadhani Gombero. Sasa siku ya 3 baada ya mauziano nilifika pale kwenye eneo na fundi kwa ajili ya kutengeneza sehemu ya kuweka tu kachumba ka ulinzi, ile eneo lisije likatokea limeuzwa mara ya pili. Siku ile tumefika, ili uanze kujenga lazima upate kibali. Tukaenda kwa mjumbe ambaye tulipelekwa na tulielekezwa na majirani pale hakuwa yule ambaye tulimkuta mwanzo. Kwa hiyo katika kufuatilia pale ndo tukaja tukagundua kwamba tuliuziwa eneo la mtu, na tulipompigia muhusika yeye akawa anasema kwamba eneo ni la kwake. Basi tukafuatilia, hatimaye ile kesi nikaamua kuipeleka kituo cha polisi moja kwa moja kwa sababu niliona hii ni issue ya utapeli. Na nunua shilingi ngapi? Shilingi milioni 5. Kiwanja kilikuwa cha ukubwa wa 23 kwa 23 kwa hatua za miguu. Kwa hiyo baada ya kupeleka ile kesi pale polisi nikafanya bidii, nilijitahidi kupata watu ambao niliwapata kwenye huo mkataba. Walikusainia pia wenye viti au? Alisaini huyo mjumbe wa serikali ya mtaa. Mjumbe wa serikali ya mtaa ambaye yeye asingeweza kusaini bila idhini ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kama nitapeli? Tulifuatilia kujua kama ni kweli wa ile ofisi pale, na mwenyekiti alikiri kwamba anamfahamu na ni mjumbe wa serikali ya mtaa pale. Na mwenyekiti ndiye aliyegonga muhuri. Ndiye aliyegonga muhuri. Kwa hiyo wajumbe nao wanagongega mihuri bila mwenyekiti. Yaani alikuja na karatasi imeshagongwa muhuri tayari. Kwa hiyo nilidhani huenda mwenyekiti tayari ndiye alikuwa ameshagongea muhuri, kwa sababu muhuri ni uliogongwa hapa ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo katika kufuatilia tulifanikiwa tukamkamata mtuhumiwa, tukampeleka kituoni, lakini tulimkamata tarehe 25, lakini mpaka tarehe 29 kwa sababu ya zile vurugu zilizokuwepo aliachiliwa kwa dhamana ya barua kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Na alivyo baada ya muda aliachiliwa, na baada ya yeye kuachiliwa tukafuatilia kwa mpelelezi akawa anasema huyu mtu anatakiwa apelekwe mahakamani. Kwa hiyo anatakiwa akamatwe. Kwa hiyo toka kipindi hicho. Ni mtaa gani huo? Mwenyekiti unaifahamu hii? Mkoa. Huyu mama ni kweli alifika ofisini kwangu akiwa na malalamiko hayo kwamba kuna mjumbe wangu wa serikali ya mtaa ameenda kusaini mkataba wa manunuzi ya kiwanja. Nikamwambia sisi kama ofisi ya serikali ya mtaa tunafanya kazi kama taasisi. Maana yake mwenyekiti akiwa ameitwa wilayani, akiwa ameitwa wapi, wajumbe wake wanabaki. Hiki kilichofanyika ngoja nikifuatilie. Tukamkamata mtuhumiwa wake. Baada ya kumkamata mtuhumiwa wake akafikishwa kituo cha. Ulimkamata lini? Nafikiri wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Hebu mpe mic dada. Mpe mic kwanza dada. Dada, mtuhumiwa alikamatwa? Mtuhumiwa alikamatwa tarehe 25 mwezi wa 10 ambapo nilimkamata mimi mwenyewe bila yeye. Yaani yeye hakuwepo kabisa. Yeye hakuwepo kabisa. Hakuwepo kabisa, na hata mpaka hiyo dhamana imekuja kutoka ni baada ya mimi kumpigia simu nikamwambia nilikuwa na kesi fulani hivi na hivi na hivi, mtu tumeshamkamata, na yeye mwenyewe akaja akaandika barua ya dhamana. Nadhani kisheria inaruhusiwa. Dhamana ni haki ya mtu, hiyo inatambulika. Lakini sasa yeye imekuwa ni ngumu kunipa mimi msaada kwa sababu siwezi kumkamata tena mimi mwenyewe kwa watu wale ambao nilikuwa nimewatumia. Lakini dhamana alitoa nani? Dhamana alitoa yeye mwenyewe. Kwa kumdhamini nani? Kwa kumdhamini yule mtuhumiwa, huyo Juma Salumu Ali. Ambaye mpaka leo ndo mnadaiana. Ambaye mpaka leo tunadaiana na simu. Na haeleweki alipo. Haeleweki alipo. Ila ukifika. Na ulilipa milioni 5. Nililipa milioni 5 keshi. Mwenyekiti akadhamini kwa barua. Akadhamini kwa barua, ndio. Mpe maiki mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Sisi tunatoa barua za utambulisho za kudhamini watuhumiwa wakiwa kituoni. Kwa hiyo ni taratibu kabisa za kisheria. Kwa mitaa tunatoa barua za dhamana. Maana yake ndugu wakija kuomba barua ya dhamana kwa mtuhumiwa tunawaandika.
tulifanya hivyo, na kwa bahati sana wakati huyu dada amemkamata huyo Juma, tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Baadaye lockup ilikuwa na watu wengi sana, kiasi ambacho mkuu wa polisi alishauri, nafikiri alimshauri mwenyewe, kwamba hawa inabidi tuwadhamini kwa sababu ya hili jambo lililopo kwa sasa. Toka hapo kukawa na hizo pilika za uchaguzi. Hivi karibuni na leo nilimwita ofisini kwangu huyu dada. Leo alikuwa anakuja kwa mkuu wa mkoa? Hapana. Dada aliomba appointment toka wiki iliyopita kwamba mwenyekiti, nitakuja ofisini kwako kwa ajili ya jambo la Juma, na Juma tukamwandikia barua ya wito afike ofisini kwangu leo. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba sijajua kama amekuja ofisini. Mwenyekiti, naam, yule mjumbe aliyedhamini yupo hapa, yule mjumbe aliyesaini hapo, mjumbe aliyesaini huo mkataba, inawezekana sasa akawepo ofisini, na yeye nilimwita leo ofisini, na huyo Juma dada huyo mjumbe. Ngoja kwanza taratibu. Huyo mjumbe aliyesaini hapo ndio ni mjumbe wako? Ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Unamfahamu? Namfahamu. Na ulimpa mamlaka hayo ya kwenda huko? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huwa hatutoi mamlaka. Kama hivi niko huko kwenye kikao chako mheshimiwa, kule kuna mtu anaweza kawa anahitaji kufanya biashara, lakini ofisi yangu, muhuri wangu ndio unabaki ofisini kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa wenyewe una mjumbe yoyote anakuwa na mamlaka na ule muhuri. Kwa hiyo saa hizi pale wananchi wanapata huduma kwa sababu mwenyekiti huwezi kutoka nao. Nachosema, kwa mfano mimi hapa mkuu wa mkoa, muhuri wangu mimi mkuu wa mkoa, hakuna mwenye mamlaka nao mwingine, lakini kama barua anaweza kuandika kwa niaba. Ndio. Kwa niaba. Ndio. Sawa Ndio. Kwa niaba anaweza kaandika labda rasi au nani, lakini sio kugonga ule muhuri wangu mimi. Je, huko chini nyinyi mwenye muhuri wa mwenyekiti unagongwa na mjumbe na nani huyo yote? Mheshimiwa, kwa sababu ofisi yangu ina mihuri miwili. Muhuri mmoja ni wa afisa mtendaji, muhuri mwingine ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ambao hutumia mimi na wajumbe wote wa serikali ya mtaa. Hebu mnisaidie kwanza hapa, maana naona. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hichi kinachoelezwa hapa, mimi nadili kila siku na masuala ya ardhi. This is a planned event. Yaani hili ni tukio lililopangwa kwa kifupi. Kwa nini? Mmoja, mjumbe wa serikali ya mtaa unaposaini ile fomu, ina maana unabeba dhamana kwamba huyu anayeuza hii ardhi ni yake. Umewekwa pale kwa sababu wewe ni mwenyeji wa lile eneo. Kama mtu anauza humjui, unamtilia mashaka, hutakiwi kusaini, unatakiwa kugoma kusaini. Baada ya kugoma, unatakiwa kumwandikia barua kwamba huyu mimi simfahamu kama anamiliki eneo hili, hivyo nimeshindwa kusaini fomu yake. Unapoweka sahihi tu, ina maana unabariki kwamba huyu mtu anayeuza hii ardhi ni yake, kwa sababu hii ardhi inamilikiwa kiasili, na nyinyi mko huku chini, mko pamoja na hii jamii, mnajua kabisa ardhi hii ni ya nani. Ndio maana mkurugenzi kabla ya kuanzisha hati anataka nyinyi mnaoishi na hawa wananchi mthibitishe hii ardhi anayeuza ni ya kwake, hii ardhi anayeomba kupimiwa ni ya kwake. Kwa hiyo Mheshimiwa RC, hapa yeyote ambaye amesaini hiyo fomu na akasababisha huyu dada kutapeliwa, ana swali la kutujibu. Alisaini katika misingi ipi? Hilo ni swala la msingi sana. Hatuwezi kuzuia haya maswala kama tutaoneana aibu. Huo ndio ukweli. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa RC, ikikupendeza, mjumbe yeyote aliyeweka sahihi pale aje tueleze ilikuwa kwa nini, alikuwa na malengo gani, wakati anajua hili eneo sio la muhusika.
Haiwezekani Mheshimiwa Rais, katika mtaa kama huu hapa mimi nikamiliki ardhi halafu majirani zangu pale wasijue kwamba mimi namiliki ardhi, watendaji wa mitaa wasijue pale kwangu, mwenyekiti wa mtaa asijue pale kwangu, mjumbe wa mtaa asijue pale kwangu. Ndio maana nasema hili lilikuwa ni tukio la kupangwa. Swala la msingi, fedha ya huyu dada irudi, na watakaorudisha ni wale waliosababisha hasara. Asante sana Mheshimiwa Rais. Huyu ni kamishna wa ardhi, kamishna msaidizi wa ardhi, ambaye hiyo ni taaluma sasa ya kwake huko. Mwenyekiti, umeelewa jambo hilo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeelewa jambo hili kwa sababu... Na mwenyekiti, unafahamu moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa ni pamoja na mtaa wako? Ni kweli Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Unajua ni kwa nini? Naomba Mheshimiwa nisikilize kidogo. Ngoja kwanza mwenyekiti, unajua ni kwa nini? Sababu najua kwa sababu niko kata ya Magwepande, lakini ndio eneo ambalo imekuwa na migogoro mingi, lakini kwa sasa tunaendelea kuimaliza kwa sababu tuna mradi wa upimaji ambao tumeshatoa hati za... Kuna migogoro pia mingi kwa sababu ya janja. Nyinyi ni wenye viti wangu, ndio, na wafahamu in out. Ndio. Hiki alichokizungumza kamishna hapa wa ardhi msaidizi, ndio, haiwezekani mtu aje na fomu iliyogongwa muhuri inayotoka kwenye ofisi yako, halafu baada ya huyu dada kuomba appointment ya wiki iliyopita kuja kwako, wewe unampigia leo ambayo ndio mkuu wa mkoa anakuja kwamba ndio aje kwako. Sio mimi Mheshimiwa. Si ndio ulivyoeleza leo, si ndio umesema mmekutana? Hapana Mheshimiwa, amekuja wiki iliyopita, nikamwandikia barua ya wito. Aje lini? Kwa sababu leo ni siku ya migogoro ofisini kwangu. Maana yake kila Jumanne... Mpe mic. Kila Ijumaa. Mpe mic kwanza. Kwa hiyo wewe ulitaka aje leo wakati wewe leo unakuja kwa mkuu wa mkoa? Mheshimiwa. Hebu. Mheshimiwa, hali halisi iko hivi. Kwenda pale ofisini, ile siku nilienda pale, sikwenda kwa lengo la kuchukua barua ya kumuita mtu yoyote, wala sikwenda pale kwa appointment. Nilimpigia simu nikamueleza kwamba mwenyekiti, nampigia simu mtuhumiwa wangu simpati. Lete kwanza hiyo fomu. Ulimwambia mwenyekiti unampigia mtu umpati, si ndio? Hii ndio uliopewa. Walio sign ni akina nani? Walio sign hapa, aliye sign hapo ni mjumbe wa serikali ya mtaa Abdalla Ramadhani Gombero. Alafu nani? Na pia huyo Abdalla Ramadhani Gombero. Hawa shahidi wa muuzaji ni akina nani? Shahidi wa muuzaji au watu mimi niliwaona siku ile pale, lakini sijawahi kuwaona tena. Wala hii kuna namba imeandikwa hapo haipatikani. Na mwenyekiti ndo aliandika barua ya kuwadhamini hao watu. Na mwenyekiti ndo aliandika barua ya kumdhamini huyo Juma. Na vile mwenyekiti huyu Juma tunamfahamu? Anamfahamu kwa sababu huyu Juma. Anamfahamu mheshimiwa, naomba nielezee kwa sababu hii nimeipata ni taarifa ambayo nilipata kutoka kwa watu wanaomfahamu huyu mwenyekiti vizuri. Ndio. Wanasema kwamba huyu mwenyekiti yule mama aliyemuoa dada yake, na yule mama ndio binti yake ameolewa na huyu mtuhumiwa. Ndio, na siku ya kwenda ya kutoa ile barua ya udhamini, mke wa mtuhumiwa pamoja na shemeji yake na mwenyekiti ndio walioenda kuwasilisha ile barua pale, yule mtuhumiwa akatolewa. Hizo ni taarifa nilizozipata, sijazithibitisha, lakini ndio taarifa nilizokuwa nimezipata. Haya, eleza mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mama kweli aliuziwa kiwanja na huyo mtu anaitwa Juma. Na huyu mama nimemshauri, kamwambia mifumo ya umalizaji wa migogoro kwenye eneo langu la mtaa wa Mji Mpya, maana yake sio mifumo ambayo natakiwa mtu amechukua fedha ya mtu tuje tumpeleke mahakamani. Tunamwita Juma, tunakwenda kwake, tunapima eneo linalolingana na ukubwa wa eneo lako, tunamalizana hapo hapo, wala sio swala la kwenda huko na kukutaka. Na ndio maana leo alikuja lengo tukakate kwa Juma, ili Juma ikiwezekana aondoke pale, tumpe huyu mama, kwa sababu tulishachoka na migogoro kwenye maeneo ya Mji Mpya.
Labda mwenyekiti, naam, unajua ukimwangalia huyu dada anavyo present jambo lake, ametulia sana. Ni kweli. Sasa mwenyekiti, naam, Saidi Selemani, angalia, unamfahamu? Na hiyo biashara wakati inafanyika, hata sijui mashahidi, hata sijui huyo mjumbe alienda kusaini saa ngapi. Wajumbe si wanawafahamu mtu anaitwa Saidi Selemani? Angalia wajumbe hao wa serikali ya mtaa, wananchi waulize wa kule kwangu, waulize wananchi wa kule kwangu hapa hawapo mheshimiwa, kwa sababu wako mtaa wa Mji Mpya, hapa ni mtaa na Kasangwe. Sasa mimi nisikilize kwanza, umri wa huyu dada ni mdogo sana. Ndio. Na haya mambo, kumbuka ule mgogoro wa kwanza, wewe umekwenda tena kuanza kutia doa mpaka tunakwenda kwenye asala. Ndio. Wewe dada, kesho ni juma ngapi? Jumamosi. Mimi nitakuwa pale Coco Beach. Njoo uchukue milioni 5 uliolipa. Nisikilize kwanza. Njoo uchukue milioni 5, na ningekuwa nimetembea nayo hapa ningekulipa hapa. Mwenyekiti, naam, kabla kesho saa 10 naitaka milioni 5 ambapo mimi nampa huyu mama. Haina shida mheshimiwa. Nimeshamaliza. Haina neno mheshimiwa. Mkijichelewesha, mtu atakukuru yuko wapi? Mtu atakukuru, nisikilize na unizingatie vizuri. Kwa sababu ya migogoro ambayo ipo sana pale Kinondo, muweke kwenye bracket mwenyekiti huyu. Mpaka kesho saa 10. Mpaka kesho saa 10 nitakupa maelekezo mengine. Mimi kwanza, usaidizi wangu mnitafutia milioni 5. Angalieni kule kwenye mabegi, chukue na hela zingine kama tumesahau mahali. Usiondoke hapa nije nilipe pesa hiyo muda huu. Dawa ya hao wenye viti ni moja tu, na mimi nalipa, wewe ni dhulumu mimi. Na alichokizungumza hapa kamishna, nikiwa na mkuu wa wilaya na hata mstahiki meya, tutakwenda kuyajua mengi yanayohusu hawa, kwa sababu hii fomu nataka niwaeleze hawa mashahidi wa muuzaji ni mashahidi matapeli, na hizi ni conspiracy, ni michezo ya upamoja. Hawa wanakuwa wanafahamu haya mambo. Huyu mkurugenzi hawezi kutoa hati ya mtu bila hawa kuongea jambo. Sasa kama hawa wanakuwa ni waongo, wanakuwa ni matapeli, wanaungana na wezi, tutaumiza Watanzania bure. Tutaumiza watu hawa kwa maana hata kazi ambayo Mheshimiwa Rais ametutuma itakuwa ina maana yote ile. Ukienda pale kwa kamishna msaidizi wa ardhi, migogoro imejaa, utafikiri sijui uko kwenye kijiji gani. Ni kwa sababu ya kutokuwa na watu wanaojitambua katika ngazi za chini. Mtu atakukuru, nitataka uanze kunifanyia research fulani. Hapa kuna ujangili unaendelea dhidi ya wananchi wetu. Lakini vile vile OCCID yuko hapa. Yuko wapi OCCID? Njoo. Nataka uongee kidogo. Sitaki kumwelekeza kwamba kuna kitu anafanya, nataka aongee kidogo. Afande mkuu wa mkoa, meza kuu, itifaki imezingatiwa. Afande, mimi nitazungumzia swala moja tu la kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Uratibu huu wa kujipatia fedha maeneo haya yote ya wilaya Mabwepande na hususani Mbopwe, Nyakasangwe na maeneo ya kule kwetu Mabwepande unaratibiwa na wakuu wenye viti wa mitaa pamoja na wajumbe. Tumekuwa tukifanya mikutano mingi na kuelimisha juu ya uuzaji wa viwanja na makatazo ambayo yalishaelekezwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwenye mikutano yake mbalimbali, kwamba mwenyekiti hauna mamlaka ya kufanya hivyo. Kwa test, mimi binafsi ni declare to interest by profession, ni advocate, ni wakili. Kwa hiyo mikutano yangu yote nilikuwa nikielimisha, nikiwaelekeza juu ya hilo, lakini kila kukicha, kila anayetapeliwa amethibitishiwa nyaraka zake na mwenyekiti wa mtaa pamoja na mjumbe wake. Sasa imekuwa ni swala ambalo linajirudia mara kwa mara.
Kwa changamoto kubwa ya huku tunataka kuidhibiti si wageni wanaokuja kununua, hapana, bali ni wenye viti wa mitaa pamoja na wajumbe wao. Kwa hiyo tumejitahidi sana, na hata ukiwakamata wanaokuja kuenforce ni wenye viti hawa kuja kuwaombea tena wajumbe. Kwa hiyo imekuwa ni mchezo, ni kansa isiyoisha ambayo inaendelea, ambayo inahitaji uratibu mkubwa ili kuweza kukabiliana na swala hili. Kwa hiyo nimshukuru sana mheshimiwa rafiki yangu hapa kamishna, amezungumzia swala zuri sana kuhusiana na migogoro ya ardhi. Kwa hiyo niwatake tu hao wenye viti wa mitaa kuwa sensitive kudili na majukumu yao, na kwa majukumu yao ya msingi wameweka pembeni, na sasa wanapiga dili kwenye masuala ya viwanja. Nikushukuru mheshimiwa. Jamani, si mmeona raha ya kuwa na viongozi pia wenye usomi na wenye utu, si ndio? Huyu ni mtu wa polisi, lakini anazungumzia kwamba wenye vitu wakati fulani kuacha majukumu yao na kuanza kupiga dili masuala ya nini?